Tumesema na kusema. Mwisho tumesema labda hatueleweki. Hebu tutafute walei, maana hata kwenye Injili tumesema na Roho Biblia inasema Injili haitakamilika isipohubiriwa na walei pia. Walei wasipoungana na wachungaji. Tunaona hii nayo ni Injili. Uwakili hauwezi kukamilika mpaka tuungane. Naongea na mtu hapa ambaye ni mheshimiwa. Saa zingine nawasikiliza waheshimiwa wa bunge, nasema wengine hata mimi nasita kuwaita waheshimiwa, maana mheshimiwa lazima ajiheshimu mwenyewe. Sasa kama unabwata tu alafu mimi nataka kuheshimu, sielewi. Kwa nini mmekula njama kumdanganya Roho Mtakatifu? Wapendwa katika Bwana, ni heri yetu, maana Petro hayuko hapa na Elisha hayuko hapa. Watu wangeshapata na ukoma, watu wangeshakufa. Lakini kama Petro hayuko, Roho yuko, na Roho anajua kusoma yote, hata mafuko. Wakati wa kula rushwa. Huu ndio wakati wa kuwa na vipimo vya uongo kwenye biashara zetu. Huu ndio wakati wa kutokumtambua Bwana kwa zaka na sadaka. Tunategemea kubarikiwa na nani? Huu ndio wakati wa kujiunga na mafreemason kutafuta pesa. Huu ndio wakati, ongeza na vingine na vingine. Huu ndio wakati wa kuchapa uzinzi. Huu ndio wakati wa kwenda kupiga ramli na wewe ni Mwadventista. Huu ndio wakati. Mungu wetu aturehemu. Tufanye about time. Na kwa Mungu hatugeuki hivi. Unageuka hivi kabisa. Full. Kutoka huko kwenda huko. Kisa kilielezwa cha mchungaji mmoja kule mahali walipoendelea, ambapo mchungaji ni wa kanisa moja, na yeye alipohamishwa kuletwa kanisa jipya, yani kanisa ambalo ndipo anahamia kwa mara ya kwanza, twaweza kufanya mfano labda ni kanisa la majengo. Na labda mchungaji huyo ni mchungaji wazo hili. Sasa alipoletwa akahubiri, watu wakasema haleluya, tumepata mchungaji ana ujumbe kweli kweli. Lakini wiki ikaenda ikaisha, akahubiri sabato ya pili, akahubiri lile lile. Sasa watu wakaanza kunong'onezana, sasa hili sio lile la juzi kweli? Unajua watu wakiwa huko wana vitu, hili sio la juzi, naona lile hata mifano na visa vyote kwa ajili ya hubiri. Lakini siku ikapita na juma likaisha, sabato ya tatu akahubiri lile lile. Sasa minong'ono ikaongezeka, sasa mtu gani huyu hana ujumbe huyu? Mara ya kwanza alikuwa na ujumbe, lakini sabato ya pili maneno kidogo. Sabato ya tatu wakasema tumeletewa mtu hana ujumbe. Sasa hii itakuwa. Lakini tukaenda sabato ya nne, akahubiri lile lile. Sasa kelele zikazidi kwamba hatuwezi kuhubiria. Hii ni kitu gani? Kumbe haijatosha. Sabato ya tano kapiga hubiri lile lile. Sasa ikabidi wajumbe watumwe conference haraka. Mwenyekiti, mmetukosea sana, mmetuletea mchungaji hana ujumbe. Sabato tano anahubiri moja. Ni mchungaji gani huyu? Basi kama kawaida mwenyekiti akasema basi wazee tulieni, ngojeni nifanyie kazi. Ikabidi mchungaji aitwe, njoo hapo conference mara moja, tumeletewa lalamiko hapa
kwamba umehubiri moja Sabato 5. Ni kweli hicho kitu? Akasema mwenyekiti, ni kweli. Kwani umefanya hivyo? Akasema nilisubiri waongoke kwa hilo ili nianze la pili. Sasa hawajaongoka, nitaanzaje hili la pili? Kuna watu wanalalamika, wakili. Tunasubiri tuongoke kwa hili ili tuanze lingine. Lakini mtie moyo Pastor Nzumbi, nadhani ni safari hii tutakuwa tumeongoka, ili ukija uje sasa na kitu kingine. Tumesema na kusemaga. Mwisho tumesema labda hatueleweki. Hebu tutafute walei, maana hata kwenye Injili tumesema na Roho Biblia inasema Injili haitakamilika isipohubiriwa na walei pia. Walei wasipoungana na wachungaji. Tunaona hii nayo ni Injili. Uwakili hauwezi kukamilika mpaka tuungane. Tumetengeneza timu hizi na nimebarikiwa kuona mwitikio wenu wa kwanza kabisa, na kwa kweli niseme katika programu hii hapa ndio mahali pa kwanza. Hatujaenda kwingine popote. Kesho ndio tutaendelea kwingine. Nishukuru sana kwa wale walioamua kujiunga na kundi hili. Mungu awabariki sana. Na kadri mnavyoendelea mtaiona ni baraka ya Bwana. Sasa baada ya hapo nisome lile andiko tulilosomewa saa ile, alafu tulitafakari tu kidogo. Kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5 aya ya 25. Lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake ni Elisha. Elisha akamwambia, naye anaitwa nani? Watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakuenda mahali. Unajua, ninasema kama alivyosema. Unajua, mtu anaposema vitu visivyo sawa sawa, hata sauti ya mzee, si mtumwa wako hajaenda mahali, hata macho hayamtazami Elisha. Akamwambia fungu la 26, je, moyo wangu haukuenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili ya kulaki? Je, huu ndio wakati? Nataka kwambia hili hubiri lina vichwa vingi na kichwa kimoja unaweza ukakipa hiki. Je, huu ndio wakati? Alafu utajaza kule mbele. Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Hii sura inataka kuisha, ngoja niimalize kabisa. Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Baba, tunafungua neno lako takatifu. Neno lako ni takatifu kama wewe mwenyewe ulivyo mtakatifu. Tunapotumia lau dakika hizi chache kulitafakari, tunakusihi utuguse na lile kaa la moto kwenye vinywa vyetu, lakini utuguse na zile ndimi za moto zilizoshuka siku ya Pentekoste zikamshukia kila mmoja, ili wote tutoke tukiwa tumekusikia ukisema nasi, katika jina lake Yesu Bwana wetu, amina. Labda kuna mtu ambaye hajui kisa hiki, na mimi nitaki-summarize tu haraka tumalize. Ukianza fungu la kwanza, basi Naamani jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu
alikuwa mtu mkubwa. Na pamoja ni mtu gani? Mkubwa. Huenda hata hapa naongea na mtu mmoja mkubwa mbele ya Bwana wake na mwenye kuheshimiwa. Naongea na mtu hapa ambaye ni mheshimiwa. Saa zingine nawasikiliza waheshimiwa wa bunge, nasema wengine hata mimi nasita kuwaita waheshimiwa, maana mheshimiwa lazima ajiheshimu mwenyewe. Sasa kama unabwata tu alafu unataka kuheshimu, sielewi. Lakini basi huyu alikuwa mwenye kuheshimiwa. Kwa nini? Kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Kumbe hata sio yeye, ni Bwana aliyeleta ushindi. Tena alikuwa mtu hodari wa vita. Lakini sasa mtu akishatamka lakini, rudi reverse uangalie. Mara nyingi neno lakini linafuta maneno ya nyuma. Ndiyo, ni mtu mkuu, ni mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Ni kitu cha kutisha, mtu huyu mkubwa, mtu mwenye heshima, mtu mwenye cheo, lakini alikuwa mwenye ukoma. Kwa kifupi, nichukue hiki kisa ili tukimalize. Siku moja alipiga vita huko Israeli, akachukua binti mmoja mateka. Binti huyu hakutajwa jina, na binti huyu alipopelekwa Shamu akawa mjakazi nyumbani kwake. Kisa yamkini kinaanzia jikoni, maana anasema binti huyu akaongea na mke wa Naamani, akamwambia, mama, unajua huyu bwana wangu natamani angekuwa kule Samaria, kule Israeli, akutana yule nabii aliye kule, angemponya ukoma wake. Binti amepiga Injili, ametoa ushuhuda wenye nguvu. Habari za jikoni, angalia unasema nini huko jikoni na huko kwenye maneno. Habari zilizosema jikoni zikatoka kwa namna gani? Kuna waliosikia wakampelekea mfalme. Mfalme aliposikia wakampelekea huyu bwana. Habari zikaenda zikafika kwa mfalme. Mfalme aliposikia, unajua kuna kanuni za itifaki. Mfalme hajui nabii ndani. Mfalme anajua mfalme. Kakaa chini akaandika barua kutuma kwa mfalme wa Israeli kwamba namtuma mtumishi wangu Naamani ili umponye ukoma wake. Barua ikafika Israeli. Na Naamani akaenda na msafara. Alipofika na msafara wake, piga breki kwa nyumba ya mfalme na kutoa barua. Mfalme aliposoma akararua mavazi yake, na usichukulie kirahisi. Kumbuka huyu Naamani amepiga Israeli, akateka huyu binti. Huyu anaye kutupiga, alafu leo anasema ni mponye ukoma. Mfalme akasema, jamani, nawasihi mnielewe. Hii ni chokochoko ya vita. Angalieni, huyu mtu anatafuta maneno ya vita. Lakini habari njema inaenda kwa haraka sana. Habari ilitokaje ikaenda ikamfikia nabii Elisha kwamba una habari mfalme amerarua mavazi yake? Kwa nini? Kisa kikaelezwa. Kisa kilipoelezwa, akawaambia, mleteni huyo mtu hapa, naye atajua ya kwamba kuna nabii katika Israeli. Hayo jamani, unajua tunapaswa tufikie ujasiri wa kusema na waje hapa watajua Mungu yupo katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Lakini siku hizi Waadventista wa Sabato wanaenda huko kuombewa, na wakija wanakuja na mapepo, wanatufanya kazi ya kukemea mapepo. Hatuna uzoefu wa mapepo kwa kanisa hili. Ukiwa nayo tuambie umeyatoa wapi? Hatuna uzoefu huo. Sasa naje atajua yuko nabii katika Israeli. Basi msafara mzima ukapaki kwa Elisha. Msafara unapopaki kwa Elisha, Elisha akafanya naye kitu cha ajabu. Yuko ndani, sema mwambieni huko nje, wala sitoki, mwambieni aende Yordani alichovya hapo mara 7, tena aoge mara 7 kwa mto Yordani. Sikiliza, hujaelewa kisa. Inasemwa mto Yordani haukuwa mto msafi, ulikuwa unateremsha matakataka mengi. Alafu
Naamani alipoambiwa akasema, je, mimi nilifikiri atatoka hata anione, hata aniombee kwa jina la Mungu wake. Hii ni dharau gani? Hata kutoka hatoki, hata kuniombea haniombei, hata kuniona hajikuniona. Alafu anasema niende kujichovya kwenye mto wa Yordani. Siendi. Kwanza mito ya kwetu Abana na Farpani ni mizuri kuliko mtu unaweza kujichovya huko. Unajua kuna watu ambao anafikiri anaweza akafanya vinginevyo tofauti na Mungu anavyosema na bado akafanikiwa. Na nimefuatia, ukisoma vitabu kama Patriarchs and Prophets inakwambia ni kweli mito ya Abana na Farpani ilikuwa mito mizuri, yenye maji mazuri, yenye bustani pembeni ambazo watu wa Dameski walikuwa wakiabudia miungu yao hapo. Ndio maana Naamani anasema ile mito ni bora kuliko mto wa Yordani. Narudi. Na akaanza kugeuza msafara, turudi, puzi. Alipoanza kugeuza, watumishi wake wakamwambia, bwana sikia. Je, angelikwambia neno kubwa zaidi, si ungelifanya? Na mimi nataka kuambia hicho ni kichwa kingine cha hubiri la leo. Je, angelikwambia fanya kubwa zaidi, usingefanya? Jamani, tunafanya mangapi? Tunaenda hospitalini unaambiwa vua nguo, huvui. Ungeambiwa kubwa zaidi, je, usingefanya? Unaambiwa lete milioni, hutoi. Baba yangu, ungeambiwa ufanye kubwa zaidi, si ungetenga? Sasa mnasemaje? Kubali sasa kuliko hili tu dogo, ingia kwenye mto. Haya twendeni. Nataka kwambia Naamani naona leo baba hakupona kwa sababu ya imani yake, alipona kwa sababu ya imani ya watumishi wake. Vinginevyo angegeuka na kurudi. Usidharau watumishi. Sasa twendeni basi. Unajua? Nafikiri hata pale kwenye mto wameshuka kwa dharau. Moja. Tazama, hamna kitu. 2. Hamna kitu. 3. Hamna kitu. Si ajabu katika siliwaambia mimi. Sasa nini? 4. Mzee malizia tu zote. 5. 6. 7. Neno nasema akitoka ngozi yake imekuwa kama ya mtoto mchanga. Ndipo akarudi na msafara wake mpaka kwa nani? Mpaka kwa Elisha. Akasema, pokea zawadi zangu hizi nakupa. Elisha akasema, kama Bwana aishivyo sichukui. Sijaelewa bado, natafuta kwa nini Elisha alikataa. Mbona mara nyingine alipewa zawadi nyingine akachukua? Hii aligoma akasema, kama Bwana aishivyo sichukui. Ila tu habari njema hii, yule bwana akaongoka akamwambia, kuanzia sasa sitainama tena kwa Mungu Rimon kuabudu hapo. Hiyo sirudi tena upuuzi huu. Sadaka zangu na zaka zangu, hakutaja zaka, nitatolea matoleo yangu kwa Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ndiwe ambaye hujaelewa. Naamani alielewa. Haleluya jamani. Akaapa kiapo kwamba sitajiinamisha tena kwa Rimon. Halafu alipotoka basi Elisha akamwambia, nenda kwa amani. Alipoondoka mtumishi wa Elisha, mtumishi wa nabii anayeitwa Gehazi, mzee naye sasa, mtu ameleta mali alafu unaziachia nini? Alafu mtu mwenyewe ni mshauri. Hata angekuwa Muisraeli tungesema tumhurumie. Unamhurumiaje mshauri huyu? Basi. Lakini anasema hakuna. Hii kitu siwezi kuacha. Akachomoka akamkimbiza. Naamani anaangalia kuna mtu anakuja mbio, kuna nini? Akamlaki. Kuna nini? Akasema, unajua bwana wangu amenituma. Unajua yani ukishakuwa mchoyo mlafi utakuwa na muongo pia na kila kitu. Anasema Bwana amenituma sasa hivi, amejiwa na wana wa manabii wameshuka sasa hivi, nipatie talanta moja ya fedha. Akawapatie, halafu na mavazi mawili.
Akamwambia, hata hivyo nakupa talanta mbili, chukua, na mavazi chukua. Akageuka na akawapa na watu wa kumsindikiza. Alipofika karibu, turudini tu nyie, rudini tu, ngoja nitafika. Akapinda kona, akaingia kwa nyumba yake, akahifadhi vile vitu. Ndipo tunasoma mafungu haya, akajitokeza sasa kwa Elisha. Mzee, haya mambo yanakwendaje hapo? Alafu nabii anamuuliza, ulikuwa wapi Gehazi? Wapenda, ni masomo mengi yako kwa somo hili, ninayakatisha. Ulikuwa wapi Ijiko? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi Nzumbi? Ulikuwa wapi? Kiendo ulikuwa wapi? Wazo ulikuwa wapi? Nurweli. Kila mtu kwa jina lake, ulikuwa wapi? Bwana wangu, mtumwa wako hakwenda popote. Hakwenda popote. Hukwenda popote. Na Elisha anamwambia, je, roho yangu haikwenda pamoja nawe? Unaweza ukafanya vitu ukaona uko salama, lakini roho wa Bwana anaona yote uliyotenda. Unajua? Ndio maana huyu mtu anayeitwa Anania Safira, Petro alipokuwa tu pale, wakija wamekula mwafaka kwamba hatuwezi kupeleka zote, kata uweka zingine. Anakuja tu, Petro amemwangalia tu. Anania, hebu njoo. Hii hela uliyoleta ndio mliouza kiwanja. Iko sawa tu kabisa. Iko sawa, hata mke wangu angekuwa hapa angeshuhudia. Iko sawa sawa. Kwa nini mmeamua kumdanganya Roho Mtakatifu? Sio kwa nini umeamua kumdanganya mtume. Unajui mimi ni mtume, mimi unadanganya mtume. Kwa nini umeamua kumdanganya Roho Mtakatifu? Nataka kuambia watu wa Mungu, ogopa kukaa na watu waliojazwa Roho. Ikiwa wewe si wa kiroho, ogopa kukaa na watu waliojazwa Roho. Na sisi tunaliombea kanisa lijazwe Roho. Sema amina. Kanisa lijazwe Roho. Kanisa lijazwe Roho. Lakini kila mtu anajazwa Roho. La sivyo hutakuwa salama kwa kanisa lijazwe Roho. Mama naye anakuja. Mama sogea hapo. Ile hela alileta mzee ndio wenyewe. Mtume ndio wenyewe kabisa. Kwani alileta ngapi? Alileta ziko sawa kabisa. Kwa nini mmekula njama kumdanganya Roho Mtakatifu? Wapendwa katika Bwana, ni heri yetu, maana Petro hayuko hapa na Elisha hayuko hapa. Watu wangeshapata na ukoma, watu wangeshakufa. Lakini kama Petro hayuko, Roho yuko. Na Roho anajua kusoma yote, hata mafumbo ya Mungu. Wapendwa katika Bwana, somo linataka kukatishwa kwa ajili ya yule mtu wa Mungu mwenye haraka. Niwajulishe tu kwamba tabia za Gehazi zipo. Katika kanisa tuna wala rushwa. Je, huu ndio wakati? Ni kichwa kingine cha somo. Huu ndio wakati? Huu ndio wakati wa kula rushwa. Huu ndio wakati wa kuwa na vipimo vya uongo kwenye biashara zetu. Huu ndio wakati wa kutokumtambua Bwana kwa zaka na sadaka. Tunategemea kubarikiwa na nani? Huu ndio wakati wa kujiunga na mafreemason kutafuta pesa. Huu ndio wakati, ongeza na vingine na vingine. Huu ndio wakati wa kuchapa uzinzi. Huu ndio wakati wa kwenda kupiga ramli na wewe ni Adventist. Huu ndio wakati. Mungu wetu aturehemu. Tufanye about time. Na kwa Mungu hatugeuki hivi. Unageuka hivi kabisa. Full. Kutoka huko kwenda huko. Wapendwa, tufanye maamuzi ya kumgeukia Mungu. Hivi zile 90 degrees au ni kitu gani? Kumgeukia Mungu ni 90. Tumgeukie Mungu bila mabaya. Wapendwa, hakitaingia kinyonge wala kidhaifu, hakitaingia mbinguni. Yesu anakuja muda si mrefu. Hii dunia haiwezi kusimama
maandiko yanasema imelewa, inawayawaya kama machela, itaanguka na haitasimama tena. Dunia hii ya wanaume wanao wanaume, dunia hii ya wanawake wanaoana, dunia hii ya wanaume wanaooa mbwa, dunia hii ya watu wanaokata viungo vya albino haiwezi kudumu zaidi. Mungu hawezi kuvumilia milele. Dunia imelemewa, itaanguka. Lakini nina habari njema kwako, ya kwamba watakaposema miamba tufukieni, tusione uso wako, liko kundi watakaosema tazama ndiye Bwana tulimwona, na tushangilie kwa ajili ya wokovu wake. Yesu atakapotamka akifunga kanda, atakapokuwa akisema kwamba wenye kudhulumu na wazidi kudhulumu, mchafu na wazidi kuwa mchafu, Yesu atatoka asema mtakatifu na wazidi kuwa mtakatifu, na mwenye haki na wazidi kufanya haki. Nataka kuambia, nachagua kuwa katika kundi la mtakatifu na mwenye haki. Nachagua kuwa katika kundi la wale wanaosema huyu ndiye Bwana tulimwona, na tushangilie kwa ajili ya wokovu wake. Na ni mwenendo wangu wa sasa utakao nifanya nisimame hivyo. Chagua njia hiyo. Kama ulichelewa, chagua njia hiyo tangu sasa. Wangapi wanasema nachagua njia? Nachagua katika kutembea katika njia njema. Mungu na wabariki. Sasa ninaomba wale wote ambao wamejitoa kuwa wainjilisti watakaofundisha masomo haya kwa nguvu zao zote, wasogee hapa mbele. Sijui kama panatosha, piga hatua pale. Sogeeni tujiweke wakfu. Mimi ndio wawazi. Wasogee tujiweke wakfu. Saa heri ya maombi sasa kwako, tunarudi sumbuku ya kuondoa shida zetu na pungufu taabuni mara nyingi. Na wachungaji sogeni, zetu zimepona mashakani, tumeshinda wakati wa saa heri ya maombi twapeleka dhiki zetu kwake aliyeahidi kubariki wenye haja, huagiza tumwende tutegemee neno lake, hivyo tumwende yote wakati wa saa. Kama kuna mtu alikuwa ameketi, sasa tujitoe wote kwa Bwana, ikiwa nawe ni kusudi lako kuanza kutembea katika njia ya uaminifu. Usimame. Wale waliokuwa wameketi, ikiwa unachagua kuanza kutembea katika njia ya watakatifu, simama. Yamkini katika mkutano huu pia kuna mtu ambaye alipoteza ushirika. Naomba tu ajiunge na kundi hili, baadaye ataelekezwa cha kufanya. Yamkini kuna mtu hajabatizwa, amefanya maamuzi leo, basi naye najiunge na kundi hili, mwisho ataelekezwa cha kufanya. Fungu la mwisho, saa heri ya maombi, tutazidi kuingia. Pastor Zumbi utatupatia ombi namba 1 la kujiweka sisi wenyewe wakfu na wachungaji na hii timu wakfu. Namba 2, kuiombea hii timu mibaraka ya Bwana. Wanapofanya kazi ya Bwana, wasionekane wako hohehahe. Yule Mungu aliyeamua kubariki abariki, lakini tuamue kuongoka kabisa. Amen. Hivi vitu tukiamua kuvifanya, Mama wetu anasema
unapofundisha au kuhubiri chochote ambacho hujaokoka kwacho, roho ya shetani inawaambia watu ni uongo. Lakini tunaposema kile ambacho nimeokoka kwacho, kina flow kutoka moyoni kwenda kwa moyo wa mtu. Nataka kuambia kwa neema ya Mungu tuchague kuongoka, tukachape kazi. Alafu tuone yale Mungu atakayotendea. Wengine watatuona na kusema hakika hakuna hasara kumtumikia Bwana. Saa heri ya maombi tutazidi kuingia. Saa heri ya maombi tutazidi kuingia. Bomani mwetu na ngome hata tuishapo mwendo. Yesu atatusikia, tutamtafuta daima, na tutakapokutana tutaona saa tamu. Ni kwa ajili tu ya mbanano, lakini tungeliweza kupiga magoti, ila nina mashaka kwamba kwa ajili ya mbanano haitafaa. Basi tuendelee. Yuko pastor? Okay. Basi tutaomba tukiwa tumesimama. Kabla hatujaomba, timu hii ni timu ya ushindi. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Tunategemea Kilimanjaro ibadilike. Na mabadiliko yanaanza na mimi. Pastor maeleza vizuri. Amina. Kwa hiyo kutie moyo. Sisi ambao tumejiweka wakfu kama wafundishaji, na tuanze kuonekana kuanzia Sabato ijayo. Bwana asifiwe sana. Amina. Mungu ametubariki. Tutaomba hapa kwamba Mungu abariki vyanzo vyako vya mapato. Yaani yale mashughuli unayoyafanya, Bwana akamimine, ashike, afungue vibaraka ili wewe uwe na nguvu za kufanya. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa tuendelee tukafanya. Lakini la pili, hii kazi ni ya kujitolea. Haina budget. Utatumwa nenda Kawaya, utatumwa nenda Kahe, utatumwa nenda Matadi. Naomba ujitolee kwenda, maana Bwana ataenda pamoja na wewe. Na tunaamini Bwana atatubariki. Lakini mwisho wa yote, tunatamani mwisho wa yote roho zetu na familia zetu